Mungu akubariki kwa kurudi tena jioni hii. Na hii ni sehemu yetu ya mwisho. Na kwa sababu hiyo nichukue nafasi kumshukuru Mungu sana kwa kuwa ametuwezesha kuwa na kongamano tangu siku ya kwanza na hatimaye tumefika leo. Lakini Baba, mimi nitaendelea kushukuru tena kwa nafasi na kwa kunitia moyo ili niwe sehemu ya baraka kwa wiki hii. Na mimi nimebarikiwa sana. Mungu awabariki sana. Waimbaji wote Mungu awabariki, na watumishi wote ambao mmesimama kwa zamu yenu mbarikiwe sana. Amen. Kwa walio kuwepo asubuhi ibadani, tulianza somo jipya la ibada baada ya kuwa tumemaliza somo la wokovu ambalo tulianza nalo tangu siku ya Jumanne. Na mahali nilipoishia, wale waliokuwepo ibada ya kwanza, niligusa kidogo historia ya ibada, lakini wale wa ibada ya pili sikugusa kabisa. Na natamani nianzie hapo hapo kwenye historia ya ibada ili tuweze kujua ibada imetoka wapi na Biblia inasema nini. Alafu itatusaidia sana kujua tuko wapi sasa hivi. Alafu tupate mwelekeo wa kule tunakokwenda. Lakini ukweli ni kwamba tunamhitaji Mungu sana kwa ajili ya kuipata ibada yetu. Amen. Na naomba nisome maandiko. Waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Lakini pia unaweza kaandika Samueli wa pili sura ya 6, na hiyo utaenda kuisoma kwa wakati wako. Mwishoni kule wakati nitakuwa nahitimisha, nitazungumza kuhusu Samueli wa pili sura ya 6. Biblia inasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa maneno haya. Tuko tayari jioni hii ya leo tunapomalizia. Tuko tayari kujifunza tena. Kwa Roho wako Mtakatifu, mfundishe kila mmoja aliyekuja hapa. Katupe nafasi, Bwana, ya kuweza kuyatendea kazi haya tunayojifunza, ili uwepo wetu mahali hapa uwe wa maana pale matunda yatakapoonekana katika maeneo yetu huko tutakakokwenda. Katika jina la Yesu, tujalie kukujua, tujalie kukutumikia na kukuabudu vile wewe unavyopenda, sio vile tunavyotaka. Na kwa sababu hiyo tufundishe njia zako, tupate kukujua ili tuone utukufu wako ukitufunika maishani mwetu mote. Katika jina la Yesu, amen. Ongeza sauti kidogo. Amen. Amina. Sasa nitaanzia kwenye historia ya ibada. Asubuhi tuliangalia nini maana ya ibada, na nilikuambia kwamba nikiwa chuo mwaka jana nilipata nafasi ya kufanya kidogo kautafiti kuhusu ibada. Na miongoni mwa vitu nilivyovigundua nilivisema asubuhi. Lakini baadaye nilinogewa na kuitafuta ibada nzima. Mwanzoni nilianza kufanya utafiti wa ibada, kuangalia mabadiliko makubwa yaliyotokea kwenye ibada zetu miaka 50 iliyopita, nikilinganisha na miaka 300 iliyopita nyuma. Lakini baada ya kugundua nilichogundua, nikarudi tena nyuma kuanza kuangalia historia ya ibada. Kwa hiyo kama unaandika, anzia hapo historia ya ibada, na tuone wenzetu waliopita, waliotutangulia, walioshinda, walifanikiwa, na walioshindwa walifanyaje ibada na matokeo yalikuwaje. Katika Biblia, kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ya 4
utaona ibada ikifanywa pale na vijana wawili, Habili na Kaini. Na hapo ndipo tunapoanza napo. Na wao waliamua kumheshimu Mungu kwa sadaka yao kama sehemu ya ibada, lakini mmoja alifanikiwa, sadaka yake ilikubalika, lakini mwingine hakufanikiwa. Kaini alileta matunda ya mashamba au mazao ya shamba, Habili alileta wanyama kama dhabihu. Na Biblia inasema Mungu akaikubali ibada. Sasa sitaki kutumia neno sadaka. Akaikubali ibada ya Habili. Kwa nini Mungu alikubali ibada? Ni kwa sababu Habili alijua Mungu anataka nini. Kwa hiyo hata wakati anachagua sadaka ya kwenda mbele za Mungu, alichagua ile Mungu anayotaka. Kaini alileta sadaka nzuri tu, lakini ilikuwa ni sadaka anayotaka yeye, na matokeo yake akapata kibali Habili na Kaini hakupata kibali. Na hapa unaweza kujifunza hiyo kanuni muhimu sana. Jifunze kujua Mungu anataka nini unapokuja ibadani, na sio wewe unataka nini unapokuja ibadani. Sema amina. Jambo lingine, na hapa nitakuwa natembea kwa kasi kidogo. Baada ya kupita miaka fulani, ukifika Mwanzo kuanzia sura ya 12 mpaka Mwanzo sura ya 17, utamuona mtu mwingine anaitwa Ibrahimu, ambaye aliamua na yeye kumwabudu na kumheshimu Mungu. Na wote mnafahamu story ya Ibrahimu. Lakini kwenye kipengele cha ibada, huyu baba alikuwa mtu makini sana na alijua Mungu anataka ibada. Ndio maana katika kutangatanga kwake na kusafiri kwake, kila alipofika mahali alihakikisha anatengeneza hema kwa ajili yake na familia yake, mahali pa yeye kubaki, kutulia na kukaa, lakini hakuacha kuweka madhabahu pembeni. Kwa hiyo Ibrahimu ndio mtu aliyemwabudu Mungu kwa njia ya kujenga madhabahu kila alipokuwa. Na ukisoma Biblia utagundua katika maisha yake yote mpaka anakufa alijenga zaidi ya madhabahu 7. Hii inaonyesha alikuwa mtu wa ibada. Kwa hiyo usiishie tu kusema ni baba wa imani, ni mtu aliyefanikiwa, ni mtu aliyekuwa tajiri. Siri ya mafanikio ya Ibrahim yalikuwa ni kumwabudu Mungu kwa njia ya madhabahu. Amina. Baada ya hapo Mungu akaja kaleta mfumo mwingine. Wakati anaingia Musa, ukaja mfumo wa ibada za Sabato na maskani. Na hapo tayari nimeshafika kwenye kitabu cha Kutoka. Na unaona Mungu katika sheria anazoziweka za kiibada, aliweka masikukuu kama 7, lakini akaweka sheria moja nyeti sana inaitwa sheria ya Sabato, ambapo aliwataka wana wa Israeli wafanye kazi siku zote, lakini siku ya 7 wapumzike. Ukitafakari vizuri, Mungu alikuwa anatafuta nini kwenye kuwaagiza Israeli wapumzike? Alikuwa anatafuta kitu kimoja. Alikuwa anautafuta muda. Hebu wote tuseme muda. Alikuwa anatafuta muda wao kuwa sehemu ya kumwabudu, kwamba tumieni muda wote nimewapa siku 6 zote, lakini nipeni angalau siku moja kama sehemu ya ibada. Na Mungu alichokuwa anakitafuta ni utii. Kumbuka nifundisha asubuhi, utii na ukweli kwenye ibada ndio anachokiangalia Mungu kama ibada. Kwa hiyo anapoweka Sabato kama Sabato, inabaki ni siku tu kama siku nyingine, lakini alichokuwa anakitafuta hasa, je, watatii? Na yeye akiona utii, wametii, ndio anahesabu wameniabudu. Amina. Sinaeleweka watu wa Mungu? Natamani wewe nasikia sauti yako. Sinaeleweka? Lakini Mungu hakuishia kuwapa Sabato tu. Aliwaagiza watengeneze hema, kwa sababu yeye mwenyewe Mungu anataka kuja kukaa katikati yao. Na moja ya story ya Biblia inayonifurahisha ni kwenye hii story iliyopelekea mpaka Mungu akaamua kutengeneza hema. Siku moja walimuonea wivu wana wa Israeli Musa, ambaye alikuwa anamcha Mungu na anamtii Mungu na ni mkweli mbele za Mungu. Wakamwambia Musa, kwani wewe ni nani? Kila siku unatuambia Mungu amesema fanyeni hivi, Mungu amesema zungukeni hivi. Mwambie huyo Mungu hata sisi ni watu, tunataka tuongee naye. Musa akasema, mnataka hilo? Mbona jambo jema sana. Kwa lugha nyingine, mngejua hii kazi ilivyo ngumu. Akasema, ngoja nikamwambie Mungu mnataka kuonana naye. Na Musa alipopeleka hiyo hoja, Mungu akasema, wanataka kuonana na mimi, kuzungumza na mimi moja kwa moja. Akasema, mimi mwenyewe hicho kitu nakitaka. Kwa hiyo waambie wajiandae. Hebu naomba wote tuseme, waambie wajiandae. Maana yake wafanye maandalizi ya ibada. Mahali mwanadamu na Mungu wanapokutana, wanakutania kwenye ibada. Wana wa Israeli badala ya kuandaa ibada, wakaandaa nguo,
wakasugua meno, wakaoga vizuri, wakati maandalizi yanatoka kufanyika. Kwanza ni maandalizi ya ibada ya ndani. Alafu ilipofika siku, Mungu akamwambia Musa, sasa tutaonana siku fulani. Na wakaja wana wa Israeli wakasogea. Siku hiyo ilikuwa ni ngumu, na nafikiri tukifika mbinguni tukiwauliza wale jamaa watatusimulia ugumu wa ile siku, kwa sababu kabla hata Mungu hajafika mahali pa kukutania, Biblia inasema mlima uliwaka moto, na ulipowaka moto walirudi nyuma kidogo. Alafu likapita tangazo kwamba asivuke mtu kamba, ikafungwa kamba, akivuka hata mnyama ataangamia. Alafu wakamuuliza Mungu, Musa, ndio Mungu kaja? Musa akasema hapo bado, au ni farasi tu wamekuja kusafisha njia. Alafu baadaye likatokea tetemeko la ardhi, wakauliza ndio amefika? Akasema hapo bado, au migambo tu na mapolisi na ving'ora vyao, yeye bado. Alafu baadaye Mungu mwenyewe alipokuja, aliposhuka kwenye ule mlima, alipozungumza, ngoja nikwambie kilichotokea, kilichowatisha zaidi. Mungu alipozungumza, mnaniona nilivyoshika mic hapa? Mnaiona sauti inakotokea? Kwa hiyo hizi spika ndio walikuwa wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu alipozungumza wakasikia, wao ndio wamegeuka kuwa spika. Yaani unaisikia sauti ndani yako mwenyewe. Ndio maana walimfuata Musa wakamwambia Musa, wewe Musa, hatuna ugomvi na wewe, ongea na Mungu utuambie alichosema, kwa sababu sauti yake sisi hatuiwezi. Kwa wale wanaosoma utanielewa vizuri, ndivyo walivyosema. Sauti yake hatuiwezi, hatuimudu, kwa sababu Mungu akizungumza kila kitu kinasikia. Bwana asifiwe. Lakini Musa aliporudi kwa Mungu akamwambia, wamesema hawaiwezi sauti yako. Akawaambia, sasa Musa, sikiliza, mimi mwenyewe nina mpango wa kuketi katikati yao, nijengeeni hema ya kukutania, alafu nitakaa katikati yao, ila namna tutakavyokaa hapo itabidi muwe makini, kwa sababu la sivyo mtakufa. Na Mungu akawafundisha utaratibu wa ibada ambao ndio ulikuwa unawasababisha wakae na Mungu na wasife. Kwa hiyo ukienda kuisoma vizuri hema ya kukutania, utaona inakufundisha kitu, na inakufundisha mambo yafuatayo. Lile jengo lilikuwa ndio jengo la kwanza la ibada katika historia ya ibada, na lilikuwa linawafundisha watu jinsi ya kumkaribia Mungu. Ndio maana lilikuwa na sehemu tatu. Uwanda wa nje walikuwa naingia Walawi na makuhani wa kawaida, alafu ulikuwa na patakatifu wanaingia pia makuhani kwa ajili ya kufanya ibada ya kila siku. Lakini kulikuwa na patakatifu, patakatifu anaingia kuhani mkuu mara moja kwa mwaka. Na hiyo yote somo lake kubwa, Mungu alikuwa anafundisha namna ya kumsogelea na kumkaribia na kuongea na Mungu uso kwa uso. Sema amina. Lakini Mungu akaintroduce tena mfumo wa kikuhani, ambapo Mungu akateua watoto wote wa Haruni wasaidie taifa kwa ajili ya kuwaongoza watu kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ukisoma vazi la kuhani mkuu linafundisha ibada, na hapo Mungu alikuwa anawafundisha njia ya kupita kumfuata Mungu. Ndio maana wana wa Israeli ili waabudu ilikuwa lazima awepo mtu katikati anaitwa kuhani. Kama wana maombi watapita kwa kuhani, kama wana sadaka watapita kwa kuhani, kama wana shida watapita kwa kuhani. Kuhani ndio atawawakilisha. Yote hiyo Mungu alikuwa anawafundisha njia ya ibada ili kuwe na uhusiano kati ya Mungu na watu. Na bado kanuni ya Mungu ilikuwa ile ile, anachotafuta utii na ukweli kwenye hiyo ibada, ndipo alipokuwa anaweza kufanya kitu kwa ajili yao. Amina. Ukapita huo mfumo, ukaja mfumo wa hekalu la Yerusalemu, lile alilojenga Suleiman. Na hapo kukatokea maboresho mengi. Zikasherekewa sikukuu kubwa za kiibada kama Pasaka. Zikasherekewa sikukuu kubwa za mavuno ambayo baadaye ilikuja kuitwa Pentekoste. Zikasherekewa sikukuu kubwa za vibanda. Lakini Daudi akatengeneza kwaya kubwa na akawa anawalipa hadi wanamuziki kuhakikisha ibada inakuwa nzuri. Na hao watu hawakuimba ovyo ovyo, waliimba huku wametunza utakatifu na utii na ukweli mbele za Mungu. Ndio maana siku yenyewe hekalu lilikuwa linazinduliwa, hii kwaya iliimba mpaka utukufu wa Mungu ukafunika lile jengo, mpaka makuhani wakashindwa kufanya zamu kwa sababu walifanya vizuri kwenye hiyo ibada. Amina. Na huu wakati ndio zilipotungwa zaburi, na uimbaji wa kipindi huku zaburi ulikuwa wa aina mbili. Kulikuwa na zaburi ambazo mtu anajiimba yeye, mimi ni mpitaji, duniani ninapita,
majaribu yananisumbua. Yaani mtu anaimba, anamsifu Mungu, anamwabudu Mungu akiwa anaimba hisia zake na vile anavyomuona Mungu. Lakini kukawa na nyimbo nyingine zinaimbwa, zaburi ambazo za watu wote, zinakuwa na mara nyingi na tungo za wingi, sisi ni wasafiri. Kwa hiyo zilikuwa zinasaidia watu wote kumwabudu Mungu. Lakini hiyo safari yote katika kipindi hicho ilikuwa ni namna ya wao kumwabudu Mungu. Na walikuwa wanafanya haya matendo, wanafanya hizi huduma kama tulivyofundishana asubuhi, lakini walichokuwa wanazingatia sana kuhakikisha kila huduma wanaposogea mbele za Mungu wanafanya kwa utii, na kila tendo la ibada wanalolifanya linaongozwa na kweli. Ngoja nisimame kidogo hapa. Mimi nikifika mbinguni, nina watu wangu nimewaweka kwenye diary, nitakaa nao kuwahoji. Miongoni mwa watu ambao nikipata nafasi nitaongea naye vizuri ni Daudi. Daudi ukimsoma vizuri katika Zaburi zote 150, Daudi peke yake katunga Zaburi 75. Na ndiye anayeongoza kwa kuwa na zaburi nyingi katika zile zaburi zote. Na ukifuatilia historia ya kila zaburi alivyokuwa anaitunga, unaona utii, unaona ukweli. Ngoja nikwambie kilichomfanya Daudi anashinda majaribu, anashinda pressure. Akiwa na miaka 12 alianza kuwindwa na taifa zima. Kiongozi wa nchi anataka auawe. Unajua hakuna kitu kibaya kama kiongozi wa nchi anasema hivi, namtaka Daudi ama awe maiti awe yuko hai. Alafu Daudi akagundua mahali pekee naweza kujificha ni kwenye ibada. Sema amina. Mahali pekee ambapo usalama wangu ni kwenye kumwabudu Mungu. Na akiwa anamkimbia Sauli, kijana mdogo yuko polini, akajikuta yuko na familia zaidi ya watu 400, tena watu wazima, na wamekuja na wake zao na watoto. Ni wenye madeni, wenye uchungu, na watu waliokata tamaa. Wamemfuata Daudi, wanasema wewe ndio utakuwa bosi wetu, na hawa jamaa hawana hata mchango wa kuchangia. Daudi hajui hata tawalisha nini, na ni mtoto mdogo. Lakini kwa sababu Daudi alimjua Mungu, ndio maana alikuwa na uwezo wa kuimba, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Usifikiri alikuwa naimba hivi hivi, alikuwa amemjua huyu Mungu na anamwabudu vizuri, na ndio maana aliweza hata kuimba nyimbo ambazo zinafanana na vile anavyomjua Mungu. Amina. Siku moja anapenda alitunga zaburi moja. Usiku akiwa amelala, usingizi ukakata, kwa sababu hajui asubuhi kukicha wale watu watakula nini. Alafu ni watu wakorofi, kumbuka wana uchungu, wana madeni. Hivi mwahi kuishi na mtu maskini afu na kisirani? Anaweza kachukia kila kitu. Hata kama unamlisha, anaona tu unamuonea, anakuona unamnyanyasa. Sasa ni watu wenye uchungu. Anafanya nini? Alipoamka usiku, hana chakula, hana chochote, ana silaha tu mkononi, alisimama kwenye mapango ya Engedi, alafu akatunga zaburi. Unajua alichokifanya? Aliangalia mbingu, akaona siku hiyo kulikuwa na mbalamwezi, kulikuwa na nyota, akaona upepo unavuma usiku wa manane, akaanza kuimba. Anasema nikiziangalia mbingu ni kazi ya mikono yako. Yaani anamwambia Mungu, ni wewe uliyezifanya. Na akaanza kumtafakari Mungu kwamba Mungu umeumba nyota, Mungu umeumba mwezi, Mungu umeumba hiki. Na anavyozidi kumsifu na kumwabudu Mungu kwa kila anachokiona kama utukufu wa Mungu, ghafla nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu kwenye moyo wake unaongezeka. Na ghafla tatizo linalomsumbua linazidi kuwa dogo. Na alifika mahali nafikiri alikosa waitikiaji, mpaka akaanza kuita bahari, anasema bahari ivume, upepo na ushangilie, nini miti na ishangilie. Kwa sababu gani? Anamsifu Mungu kwa ukubwa wake, na hamsifu kutokea juu juu, ni kwa sababu ameona kitu fulani. Sema amina. Kwa hiyo hivi ndivyo Daudi ilimsaidia sana kushinda. Baada ya hapo taifa la Israeli kafanya makosa. Kwa zaidi ya miaka 500 tangu Daudi ameanza kutawala, kuna dhambi ilifanyika mfululizo miaka 500. Katika sabato Mungu alizowapa wana wa Israeli kama sehemu ya ibada, wakajisahau. Walipewa sabato za aina 3. Kulikuwa na sabato ya wiki, zilikuwa sabato za aina 4. Sabato ya kwanza ni ya wiki, kila Jumamosi. Sabato ya pili ilikuwa sabato ya sikukuu, ambayo siku yoyote ikiangukia kwenye sikukuu katika zile sikukuu 7 inakuwa mapumziko, inakuwa sabato ya siku kubwa. Ukisoma Injili ya Yohana utaiona wakati Yesu anakufa, kuna mabano pale wakati anaripoti kuhusu kifo cha Yesu, anasema maana ilikuwa siku kubwa.
Maana yake iliangukia siku ambayo sio sabato ya wiki, ni sabato ya sikukuu. Alafu wakapewa sabato nyingine ya mwaka wa 7. Mungu akawaambia, limeni nchi miaka 6, ukifika mwaka wa 7 ipumzisheni, msilime. Alafu Wanyakyusa hawa wakalima miaka yote, hawakusubiri mwaka wa 7, wakalima mfululizo miaka 500. Mungu akaanza kutuma manabii kuwaonya, acheni, zikumbukeni sabato zangu. Hawaelewi. Anaposema kumbukeni sabato, anataka warudi kwenye ibada. Sio, kuna mtu ananielewa ninachosema? Si tuko pamoja mpaka hapo? Hii historia ni muhimu, alafu utanielewa mwishoni vizuri. Walipokuwa hawaelewi, akamtuma Yeremia, ndio alikuwa nabii wa mwisho, na hapo tayari imefika miaka 500. Akasema, Yeremia, waambie hivi, kwa kuwa wameilima hii nchi miaka 500, mimi mwenyewe Mungu napiga hesabu, nitafidia miaka ile ambayo walitakiwa kupumzisha nchi. Alipopiga hesabu akakuta miaka 70, akamwambia waambie Waisraeli, unawafukuza kwenye nchi miaka 70 ili nchi ipumzike, isilimwe. Akamuinua Nebukadreza mpagani huyu, akawapiga, akawabeba, akawapeleka Babeli, na walikaa kweli miaka 70 wakiwa Babeli. Nchi ilitulia, haikulimwa kwa hiyo miaka. Ndio maana Danieli kwenye sura ya 9 anasema, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu, alisoma kitabu cha Yeremia, akagundua miaka ya kukaa Babeli imeisha, akaanza kutubu na kuomba Mungu ili warejee, na Mungu akaitikia hayo maombi. Lakini miaka ile 70 wakiwa Babeli walijifunza kitu kimoja cha ajabu. Naomba niwaambie moja ya tatizo kubwa la Wayahudi. Wayahudi, huyu Mungu tunayemwabudu wanamuonaga ni mali yao, na wanaonaga ni Mungu anayefanya kazi kwenye mipaka ya nchi yao tu. Kwa hiyo huwa hawakubaliki kama huyu Mungu unaweza ukampata sehemu nyingine. Ndio maana Stefano alikufa, kwa sababu ukisoma injili ya Stefano, mahubiri yake alikuwa anawaambia hapana, Mungu ni Mungu aliye kila mahali. Alijitambulisha, akaanza kuambia. Ndio maana alijitambulisha kwa Ibrahimu akiwa Uru ya Ukaridayo, hakujitambulishia akiwa Yerusalemu. Ndio maana alijitambulisha na Musa akiwa Sinai, hakujitambulishia Yerusalemu, Sinai iko Misri. Kwa hiyo ni Mungu anayepatikana kila mahali. Wakakasirika, wakasaga meno, na mpaka wakamuua. Sasa kipindi hiki walipoenda uhamishoni, walipata akili, wakagundua tunaweza tusiwe na hekalu, tunaweza tusiwe na mfumo wa ibada, tunaweza tusiwe na taratibu zetu za ibada, tunaweza tusisherekee sikukuu za kiibada, lakini Mungu bado yupo, tutamwabudu kwa njia nyingine. Wakaanzisha ibada za masinagogi. Na naomba niwaambie, kwa sababu nimesikia watu wengine wanaongeaga vitu wasivyovijua. Unajua huyu mtafsiri aliyetutafsiria Biblia naye alituchanganya. Nilifuatilia historia yake, naambiwa alikuwa ni watu wa Mombasa huko, na background yake alikuwa hawa watu hivi. Kwa hiyo kuna baadhi ya maneno amechomekea kwenye Biblia kutoka kwenye dini yake. Kwa mfano, ukisoma Biblia kutokana na neno mashehe, alitakiwa aseme machifu, yeye akasema mashehe. Na wenye mashehe wao wakiiona sasa, usikia, unaona Biblia inawatambua nini? Alafu akatutafsiria akasema sinagogi ni msikiti wa nini? Wa Wayahudi. Sio kweli. Sinagogi ni mkusanyiko, sio msikiti, sio jengo. Sinagogi ni mkusanyiko wa Wayahudi 10 wakiwa na mwalimu mmoja. Wakipata tu ya idadi, wakiwa 10 na mwalimu mmoja, wakajikusanya kwa ajili ya ibada, hilo kusanyiko ndio linaitwa sinagogi. Sema amina. Si nimekupa na kafaida hapo? Kwa hiyo sinagogi sio jengo. Sinagogi ni mkusanyiko wa watu. Tuko pamoja? Kwa hiyo wakaanzisha ibada za sinagogi. Na mfumo wao wa ibada, nisikiliza vizuri kwa sababu ni kitu muhimu sana. Mfumo wao wa ibada haukuwa na kuhani, haukuwa na kwaya kama alizoanzisha Daudi, hawakuwa na dhabihu, hawakuwa na madhabahu, hawakuwa na mavazi walikuwa wanavaa makuhani, hawakuwa na uvumba. Wakabaki na mambo manne. Ibada zao ulikuwa ukifika utaona wakimsifu Mungu kwa nyimbo, na walichotumia kifaa ni kinubi tu, kwa sababu wako uhamishoni. Wakimaliza kusifu walikuwa wakisali, wakiomba, wakimuomba Mungu. Wakimaliza maombi wanahubiri, wanasoma neno la Mungu na wanafafanua yale maandiko. Alafu baadaye wanatoa tamko. Kwa hiyo walikuwa na mambo manne, na tamko lao lilikuwa ni sikia Israeli, Mungu wako ni mmoja. Na mfumo wao wa uongozi walikuwa na wazee na mashemasi waliosimamia uimbaji na utaratibu wa kiibada ambao ulikuwa simple sana, haufanani na ule wa Torati.
Kwa hiyo kwa zaidi ya miaka 70 wamefanya hivyo wakiwa uhamishoni Babeli. Lakini baada ya uhamisho kuisha, waliporudi, wakarudi kwao, wakajikuta ghafla taifa zima lina ibada za aina mbili. Ibada ya kwanza ikawa ile ya sinagogi ambayo wamezoea, walikuwa wanafanya kila wiki, kila mji na kila kijiji. Lakini ibada za hekalu zikarudi. Mnakumbuka kina Zerubabeli na kina Ezra walijenga hekalu. Ibada za hekalu zikarudi, ambapo walikuwa wanaabudu hekaluni mara 3 kwa mwaka kwa nyakati maalum. Na hapa kanuni ya ibada ilikuwa ni moja. Na kanuni hii ilikuwa ibada ya sinagogi isichanganywe na ibada ya hekalu. Sijui kuna mtu amenielewa? Yaani kanuni Mungu aliyokuwa anawafundisha ni moja.